Uzuri wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani una nafasi kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila unalolifanya unalipwa mudhaafa, unalipwa maradufu, sio kama kipindi kingine. Unajua usomaji wa Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani malipo yake ni makubwa zaidi, tofauti na vipindi hivi vingine. Kutoa sadaka ndani ya Ramadhani malipo ni makubwa zaidi, tofauti na vipindi vingine. Lakini kubwa zaidi katika Ramadhani, ibada hiyo ya funga ni ibada ambayo haisimamiwi na Jibrilu, haisimamiwi na Mikail, haisimamiwi na Israfil, haisimamiwi na malaika wa aina yoyote ile. Wale malaika ambao kiraman katibin tulionao, kila mmoja tunajua na malaika ambao wanaandika, wanasajili matendo yetu. Malaika hawa hawasajili ibada ya saumu. Malaika hawa hawaandiki wala hawaichungi ibada ya saumu. Ibada ya saumu anayeichunga ni mmoja tu. Ni nani? Allah. Allah ndiye ambaye anaichunga ibada ya saumu, ndiye anaifuatilia ibada ya saumu. Na Allah ameichukua ibada hii kuichunga yeye mwenyewe na kuifuatilia yeye mwenyewe na kuilipa yeye mwenyewe kwa sababu ya nafasi ya ibada hiyo, lakini pia na kwa sababu tulivyo sisi wanadamu. Sisi wanadamu kwanza ni dhaifu sana, sisi wanadamu ni wapungufu sana. Katika ibada hiyo hiyo ya saumu, inawezekana mtu anafunga lakini amekwisha ambiwa kwenye saumu unatakiwa ujihifadhi, usisengenye, kwenye saumu usitukane, kwenye saumu usifanye kadha. Lakini inawezekana kwenye saumu yako hiyo ukawa umefunga mara umesahau umesengenya, umefunga mara umetukana, umefunga mara umefanya hivi, umefunga. Sasa kama ungekuwa wanaandika malaika, nadhani sijui saumu zetu tusingepata chochote kile. Sababu malaika anasajili tu, huyu aliambiwa asisengenya amesengenya, inakatwa. Huyu aliambiwa asitukana ametukana, inakatwa. Kwa sababu malaika wao hawajui yaliyomo katika nafsi zetu. Anayejua yaliyomo katika nafsi zetu ni Allah. Kwa hiyo Allah yeye ndio anayejua mja wangu kweli amesengenya, lakini alijisahau huyu kama amefunga. Kwa hiyo Allah kule kusengenya kwako anakufuta.